Aise, kuna namna ambavyo unaweza ukatafuta maneno ya kuitetea klabu ya Simba lakini ukakosa, lakini nafikiri kiufundi approach ya kocha kipindi cha kwanza ilikuwa nzuri sana, kwa sababu kuanza na viungo wawili wakabaji, alitaka kupata balance nyakati za kwenda kushambulia lakini pia nyakati za kwenda kujilinda. Sasa ni kama alifanikiwa. Kipindi cha kwanza timu ilikuwa utulivu sana, ilikuwa inatengeneza nafasi na ulikuwa unaona inacheza vile ambavyo ni kama alikuwa anataka, lakini kilichokuja kubadilika nafikiri baada ya kutoka mchezaji kama Yusufu Kagoma pamoja na Wilson Nangu, hii ndio ilikuwa game plan ya kocha. Alitegemea zaidi ubora wa Kagoma pamoja na Alassane Kante kwenye kutafsiri kile ambacho kinakwenda kutokea ndani ya uwanja. Nafikiri ujio wa Kagoma kwa maana Kante kwenye mchezo wa leo, baada ya kuwa amekosekana kwenye mechi kadhaa, alihitaji kwenda kuyashinda matukio kwenye eneo la katikati, na ni kama alifanikiwa. Anapata goli 2 kipindi cha kwanza, ni kama alianza kujenga matumaini ya kuibua matumaini ya mashabiki ambao kama wamekata tamaa, lakini baada ya kuumia kwa Kagoma na Nangu kutoka, timu ikawa imepoteza direction ya kile ambacho kocha alikuwa anakihitaji kipindi cha kwanza. Ukaanza kuona Simba inafikika kirahisi, lakini wakawa wamepoteza tena balance kwenye eneo la katikati baada ya kuingia Nabi Kamala ambaye ana sifa za kiukabaji. Baadaye wakaweza kufungwa goli la kizembe sana ambalo limetokana na makosa ya Alassane Kante. Baada ya hapo kocha anaangalia Kante ni kama tayari hayuko mchezoni kutokana na makosa ambayo ameyafanya. Anamtoa Kante na kuwaingiza kina Morris Abraham pamoja na Selemani Mwalimu ili kuhakikisha akaende kupushi zaidi, lakini nyakati ambazo anafikiria kupushi ndio nyakati ambazo mpinzani wake anapata bao la pili. And then unarudi sasa kwenye eneo la katikati, una tena mchezaji ambaye anakupa imani ya kuilinda back four kwenye nyakati ambazo unamhitaji. Una tena mchezaji ambaye anaweza kufanya man to man marking kwa usahihi. Ikawa sasa ni rahisi Simba kufikiwa kwenye eneo lao, kwa sababu tayari walishaondoka wale wachezaji ambao walikuwa na nusu hatari kwa wakati. Wameondoka wale wachezaji ambao walikuwa na wapa majukumu Chama, Libasi Gwe kwenda mbele na kuwaachia majukumu ya kuwalinda kina Nangu pamoja na Lucien Derog. Kwa hiyo baada hapo ikawa ni rahisi sana Simba kufikika, kitu ambacho kimepelekea kuendelea kufanya makosa na kwenda kusawazishiwa mabao yote mawili. Uwezo wa Chama katika mchezo leo unaonaje? Amekuwa na kiwango bora sana. Nafikiri mmoja kati ya wachezaji ambao walikuwa na nyakati bora ni pamoja na Chama Kratos. Of course hajafunga, lakini amekuwa na athari sana kwa mpinzani. Aina za pasi ambazo alikuwa anapiga, lakini amehusika pia kwenye goli, assist ambayo amekwenda kuitoa kwa Shomari Kapombe kama nasikosei. Baada ya hapo ukuwa unahitaji tu bora wa mchezaji kwenye kwenda kushinda matukio ndani ya uwanja. Nafikiri mechi ambayo ilikuwa inahitaji maarifa makubwa sana, lakini pia nguvu pale ambapo inahitajika, na ndio maana Simba leo anaondoka akiwa na majeraha ya wachezaji wawili. Sio kwa sababu alikuwa anataka kupata majeraha, lakini alihitaji zaidi kutumia nguvu kwenye nyakati ambazo unahitaji, lakini pia maarifa pale ambapo yanahitajika. Nafikiri ni mchezo ambao Simba alitamani sana kuweza kuushinda. Mbali tu na ahadi ambazo zilikuwa zimewekwa na Jairuti, lakini ile tu shauku ya wachezaji kuhakikisha wanafanya vizuri, morali ambao walikuwa nayo, support ya mashabiki ambao walijitokeza kwenye mchezo wa leo. Kila mchezaji alitamani kuishinda mechi ya leo, lakini kilichokwenda kubadilika ni hayo makosa ambao wamekuwa nayo. Wameondosha idadi kubwa ya wachezaji. Kwa hiyo unatarajia hawa wachezaji ambao wamesajiliwa hawezi kukupa kile kitu bora ambacho Simba alikuwa nacho msimu uliopita, kwa maana wameondoka wachezaji ambao walikuwa ni sehemu ya mafanikio kwa Simba msimu uliopita. Wamekuja wachezaji wapya ambao pia wanahitaji wape muda. Hata kwa kiwango ambacho wamekionyesha, nafikiri ni ile tu hali ya upambanaji wa mchezaji binafsi, na ndio maana imepelekea Simba leo anaondoka na hizo goli 2. Unaona kiwango cha Libasi Gwe amesajiliwa, hii ndio mechi yake ya 3 kama sikosei toka amejiunga na Simba. Kwa hiyo unatarajia utapata kitu bora sana, lakini kwa kile tu ambacho amekitoa kinaonyesha kwamba ni mchezaji wa daraja bora, lakini pia alikuwa na sukumwa na yale matamanio pamoja na shauku ya kwenda kwenye klabu ya Simba ambayo inayatafuta mafanikio ligi ya mabingwa. Kwa hiyo nadhani tayari nafasi ya Simba kwenda kwenye hatua inayofuata kwa hivi sasa ni ngumu sana, na ukisikiliza maneno ya Ahmed Ali anakuambia ni wakati sahihi wa Simba kujiandaa na mashindano ya ligi kuu, na sio nyakati tena za kuanza kulaumu uongozi ama kutoa
maneno machafu kwa uongozi, kwa sababu hakuna ambaye alitamani haya matokeo yatokee. Lakini huu ndo mpira una matokeo matatu, na kuna nyakati ambazo unaweza ukawa uko bora kwenye kila kitu, unaweza ukaona nafasi ya wewe kuyashinda yale ambayo kuna yatarajia yanakwenda kutimia, and then makosa madogo tu yanakwenda kukuhukumu na kupoteza direction. Kundi la mnyama lilionekana kuwa ni jepesi kulinganisha na Yanga. Sahihi. Nadhani Simba alianza tu kufeli nidhamu ambayo alianza nayo kwenye mashindano. Hakuwa na kiwango bora sana toka mchezo wa kwanza. Hakuna mchezo ambao Simba amecheza hata kama amepoteza, lakini watu wanasema yes, Simba imecheza vizuri. Kila mchezo amekuwa na hayo makosa ya kujirudia. Of course Yanga alikuwa kwenye kundi gumu, lilikuwa linaonekana hivyo, lakini nadhani nidhamu ambayo wamekuwa nao ndio imewasaidia hadi hivi sasa kuwa sehemu ya vilabu ambavyo vinaweza vikaenda kwenye hatua inayofuata. Mbali na kuwa pia mimi naamini Yanga anaweza akabaki na hizo alama zake asiende kwenye hatua inayofuata, lakini huu sio wakati sahihi. Kwa Simba nafikiri nidhamu ambayo alianza nayo, wameanza na Falu Davis akaondoka, nyakati tofauti, Selemani Matola, Medi Moroko, meneja kwa nyakati zake, Dimitri Ventivu akaja akaondolewa pia. Akaja Steven Beka naye akaja kubadilisha taswira nzima ya kile ambacho Simba alikuwa nacho msimu uliopita, wa kuwaondosha baadhi ya wachezaji ambao walikuwa na kiwango bora sana msimu uliopita. Kwa hiyo nafikiri kwenye hayo tu kiatazama yalikuwa yanatosha kabisa Simba kutolewa kwenye michuano ya kimataifa. Yaani haiwezekani umeanza na kocha huyu ukaona afai ukamuondosha. Yaani kocha aje ndani ya mechi mbili ama mechi tatu upate kile ambacho unakihitaji, jambo ambalo aliwezekane. Kwa hiyo nafikiri kwenye makosa ambayo Simba walianza kuyafanya toka mwanzoni, baada ya kuondoka Faldu akaja kocha mwingine pia mwingine hadi hivi sasa ndio amepelekea pia Simba kutolewa kwenye michuano ya kimataifa. Kuna namna ambavyo usajili wa dirisha dogo umeboost morali ya wachezaji na Simba mpya kama inajengwa upya au iko vile vile? Ya, nimeona kiwango cha baadhi ya wachezaji, utulivu wa Chama Clatous kwenye eneo la mwisho ulikuwa unakosekana, lakini bado ni mapema sana. Sitaki kuwapa hiyo imani moja kwa moja ni kama amefanikiwa, hapana. Inawezekana walikuwa wanacheza kutokana na morali ya wao kwenda kwenye hatua inayofuata, kwa maana waliamini kama tukishinda tunaweza tukaenda kwenye hatua inayofuata. Natamani kuwaona sasa baada ya kupoteza matumaini ya kwenda kwenye hatua ya robo finali, namna gani ambavyo wataziswitch akili zao kuyasahau hayo kwa uharaka na kuanza kuperform kwenye ligi kuu. Hapo ndo nitaamini kwamba usajili wa Simba dirisha dogo umelipa, lakini kusema kwa hivi sasa usajili umelipa ni mapema sana, kwa sababu ndo mechi ya tatu, baadhi ya wachezaji wengine ni mechi ya pili. Haitoshi kumpima ubora wa mchezaji ama kutafsiri kile ambacho yuko nacho ama ambacho anaweza akakitoa. Mashabiki wanalalamika, wengine wanalalamika uongozi, wengine wachezaji. Wewe umeiona Simba Sports Club, nani wakulaumiwa? Maliza na hilo. Mimi binafsi nafikiri kwa hivi sasa kila atakachokisema shabiki yoyote wa Simba nitamuelewa, kwa sababu haya sio maisha ambayo wameazoea kuishi. Wameshazoeshwa kushiriki hatua ya robo finali karibia misimu 6, inakwenda msimu wa 7. Kwa hiki ni kama kilikuwa surprise kwa upande wao. Mbali na kuwa ndo timu pekee ambayo inakosa ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara mara 4 mfululizo, lakini waliamini zaidi kwenye michuano ya kimataifa, huenda wakana nyakati bora zaidi kutokana na huo mfululizo ambao wamekuwa nao kwenye mashindano haya. Lakini hiki kilichotokea msimu kwa imekuwa ni surprise kubwa sana, kwa sababu sio maisha ambayo wameyazoea, na waliamini kwa ujio wa wachezaji kama kina Selemani Mwalimu, kina Jonathan Soa na wachezaji wengi ambao walionekana ni kama watakuja kuivusha Simba, ungeweza kuwasaidia kwenda kwenye hatua inayofuata. Malengo ya Simba ukiyasikiliza wakati msimu unaanza alikuwa ni nusu finali ama finali, kutokana pia na madaraja ya wachezaji ambao walikuwa nao, lakini imekuwa ni ngumu sana hata robo finali ambao amekuwa akiishia kuweza kwenda. Kwa hiyo nadhani hilo linapelekea pia mashabiki wa Simba kuwa wanatoa kile ambacho yeye anahisi ni sahihi, kwa sababu si maisha ambayo ameyazoea. Kwa hiyo hata lawama ambazo zinaenda kwa Mangungu ni sawa, ama zinazoenda kwenye uongozi moja kwa moja kwa wale ambao hawamtaji huyo kiongozi ambaye wanamlaumu ni sawa, kwa sababu kwa Simba hivi sasa kinachotokea lazima waulize uongozi. Ndio umepewa jukumu zima la kuhakikisha Simba inakuwa na furaha, Simba inakuwa na matokeo mazuri. Na ndio maana nimekuwa ni kwa upande wa Mangungu zaidi, kwa sababu
Mangungu ndo mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kwa hiyo hata inapotokea mtoto anakosa mahitaji aidha ya kishule, maana yake atarudi kwa mzazi wake kuweza kuomba kile ambacho aidha anakikosa ama anakihitaji katika kusoma kwake. Kwa hiyo hivi sasa mashabiki wa Simba ni kama wanafunzi, hatupati matokeo, hatuwezi kwenda kwa moja kwa moja, hatuwezi kwenda kwenye bodi ya Simba moja kwa moja, kwa sababu sisi tumekupa jukumu wewe Mangungu kuhakikisha unafanya vizuri. Kwa hiyo namuelewa Mangungu, nyakati ambazo anazipitia ni ngumu, inawezekana katika hiki ambacho kinatokea kwa 100%. Mimi binafsi Mangungu hahusiki kwa chochote, kwa sababu mchezaji anapokosa nafasi ndani ya uwanja ama anaposhindwa kufanya jukumu lake, maana yake Mangungu anaingiaje wakati yeye hakuwa uwanjani? Kwa ni bora umlaumu yule mchezaji ambaye labda amesababisha goli, kama ambavyo ilitokea kwa Arasani Kante kwenye mchezo wa leo. Hapo kidogo nakuwa na kuelewa, kwa sababu ukutarajia kile ambacho amekifanya, lakini kwa Mangungu kumlaumu, na ukiwa unazingatia yuko nje ya uwanja, eneo la uongozi, maana yake ni kama unamkosea, kwa sababu kama ni usajili Simba anafanya, na hata wao mashabiki wanakili tunaleta wachezaji bora sana, lakini wanashindwa kuperform. Sasa ukirudi hapo kuniambia Mangungu ndo anahusika, maana yake lazima uje na maelezo ambayo anajitosheleza kuonyesha kwamba Mangungu anahusika kuikwamisha timu. Shukrani sana. Asante.